Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia mada ambayo inahusu wakina mama wajawazito. Baada ya kupata maswali mengi, tumeamua kutoa ufafanuzi kuhusiana na hali hii. Watu wengi wanauliza kwamba mjamzito anaweza kufanya tendo la ndoa? Hili ni swali ambalo tumekuwa tukikutana nalo mara kwa mara, na leo tumeamua kutoa ufafanuzi juu ya swali hili. Je, kuna madhara yoyote endapo mama mjamzito atashiriki tendo la ndoa? Ukweli ni kwamba hakuna madhara yoyote endapo mama mjamzito atafanya tendo la ndoa ikiwa mama huyo hana tatizo lolote. Hivyo katika kufanya tendo la ndoa kwa mjamzito kuna angalizo. Inaweza kuwa salama au isiwe salama kulingana na hali ya mama mjamzito husika. Tuangalie matatizo ambayo huweza kupelekea iwe vigumu kwa mama mjamzito kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kama nilivyosema, ni salama kabisa kwa mama mjamzito kufanya tendo la ndoa ikiwa hana tatizo lolote. Na yapo matatizo ambayo nimeyataja katika video hii ambayo yanaweza kuwa zuio la mama huyu kuto kushiriki tendo la ndoa. Matatizo ambayo huweza kusababisha mama mjamzito asifanye tendo la ndoa. Hapa nazungumzia habari ya pregnancy complications. Ikiwa una matatizo ya ujauzito kama vile kupata leba kabla ya wakati, hapa ninazungumzia habari ya preterm labor au matatizo kwenye kondo la nyuma au placenta, unapaswa kuzungumza na daktari wako akuangalie na kutoa majibu ikiwa ni salama kwako kufanya tendo la ndoa ukiwa mjamzito au la. Yapo baadhi ya matatizo ambayo huweza kuweka zuio kubwa la wewe kushiriki tendo la ndoa ukiwa ni mjamzito, na matatizo hayo tumetaja kwenye video hii. Tatizo la kwanza, kuvuja damu sana, bleeding. Unapaswa kuepuka kufanya tendo la ndoa ukiwa mjamzito ikiwa una tatizo la kutokwa na damu nyingi, kwani kufanya hivyo inaweza kuongeza hatari zaidi ya wewe kutokwa na damu. Lakini pia sio salama kushiriki tendo la ndoa ukiwa mjamzito ikiwa una tatizo la damu kushindwa kuganda, yani coagulopathy na kadhalika. Kwa hiyo kuvuja damu sana ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikawa zuio kwa mama mjamzito kushiriki tendo la ndoa. Chupa ya uzazi kupasuka. Ikiwa wewe ni mjamzito na chupa ya uzazi imepasuka, unapaswa kuepuka kufanya tendo la ndoa, kwani inaweza kuongeza hatari zaidi ya kupata maambukizi. Kwa hiyo endapo uko kwenye changamoto hii, pia hushauriwi kushiriki tendo la ndoa. Kuwa na matatizo kwenye shingo ya kizazi, cervical problems. Mjamzito anapaswa kuepuka kufanya tendo la ndoa ikiwa ana matatizo yoyote kwenye shingo ya kizazi, kwani unaweza kuwa katika hatari zaidi ya kupata leba ya mapema. Yapo matatizo mengi ambayo huweza kutokea kwenye shingo ya kizazi, lakini mojawapo ya matatizo hayo ni pamoja na hili: shingo ya uzazi kulegea na kushindwa kuhimili ujauzito. Hali hii inaweza kukuweka kwenye hatari zaidi endapo unashiriki tendo la ndoa. Lakini pia kupata leba mapema au kabla ya wakati, mimba kuharibika zenyewe na kadhalika. Kwa mama mjamzito mwenye matatizo kama haya, ni vizuri zaidi kuongea na wataalamu wa afya na kupewa ushauri sahihi wa jinsi ya kushiriki tendo la ndoa. Hivyo basi, kufanya tendo la ndoa endapo huna tatizo lolote wakati wa ujauzito ni salama kabisa. Lakini endapo una tatizo lolote, ikiwemo matatizo ambayo nimetaja hapa, yanaweza yakawa zuio kwa mama mjamzito kushiriki tendo la ndoa. Nikupe bonus tips endapo wewe ni mjamzito. Kwa baada ya kujibu swali hili la kushiriki tendo la ndoa kwa mama mjamzito, ninaweza nikakupa bonus tips ambazo zitakusaidia endapo wewe ni mjamzito. Kwanza, hakikisha unahudhuria kliniki. Mahudhurio ya kliniki kwa mama mjamzito ni muhimu sana.
Mjamzito pia upende kulala ubavu, hasa ubavu wako wa kushoto kuliko wa kulia, au kuliko kulalia mgongo. Na hili linaweza kufanyika zaidi hasa ujauzito ukiwa mkubwa. Mjamzito usivae nguo za kubana sana, viatu virefu, mikanda ambayo inabana tumbo na kadhalika. Mjamzito pia unashauriwa uwe unafanya mazoezi mara kwa mara, kwani ujauzito sio ugonjwa kiasi kwamba muda wote unakuwa umelala kitandani. Hivyo unashauriwa baada ya kubeba ujauzito pia pata muda wa kufanya mazoezi mara kwa mara. Baadhi ya wakina mama wakiwa wajawazito hutumia muda mrefu zaidi kulala kuliko kufanya mazoezi. Hii sio nzuri sana endapo wewe ni mjamzito. Kwa hiyo unashauriwa pia kufanya mazoezi mara kwa mara endapo ni mjamzito. Je, una tatizo lolote na hujapata msaada? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo unaziona zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Ni matumaini yangu kwamba umepata ABC, umeongeza